Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya jamani. Basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupatia tena muda na wakati huu. Ametupatia muda ambapo tunaweza tena tukalitazama neno lake katika lugha nyepesi kabisa. Wasaa huu inawezekana kuna mtu anaona kama anapoteza muda sana katika kufuatilia masomo haya. Lakini ninaamini pia kuna mtu ambaye anafurahi kwa kufanya hivi. Kuna mtu ambaye anafurahi kwamba anapata wasaa wa kulisikia neno la Mungu na neno la Mungu linambariki. Basi barikiwa zaidi mtu wa namna hii. Lakini hata wewe ambaye unapita, unagusa, unakimbia, unagusa, unaondoka, jiulize tu wewe mwenyewe ni muda kiasi gani unaupata kukaa na kusoma neno la Mungu sura nzima. Yaani kila siku ni muda kiasi gani unaupata. Lakini utambue kwamba kwa kusikiliza vipindi kama hivi, unaweza ukawa unasikiliza neno la Mungu ukiwa na shughuli zako zingine ukatulia, lakini ukawa unaendelea kusikiliza. Hauhitajiki kuwa sijui na Biblia na vitu gani, lakini unasikiliza neno kwa neno. Kitu ambacho kwa kukaa mwenyewe na kufuata huu mlolongo inaweza ikakuia ngumu, lakini kwa kusikiliza sauti hizi basi ukajikuta unapitia Biblia nzima. Sasa katika siku hii ya leo, katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 18, kuna kitu tutakizungumza. Na baada ya kusoma haya maandishi, yani baada ya kusoma hii mistari 27 ya kitabu cha Kutoka 18, basi itabidi tuzungumze kitu kidogo ambacho kipo katika sura hii. Na kitu chenyewe ni utaratibu au kanuni za uongozi. Utaratibu au kanuni za uongozi, na hapa tunazungumzia sifa za viongozi. Namna gani wanapaswa wawe. Na sasa hapa unaweza ukasema haya mambo yanahusu viongozi, lakini ninamaanisha kwamba kiongozi ni mtu yeyote yule, kwa sababu hata wewe mwenyewe ni lazima utakuwa ni kiongozi. Hata kama wewe hauongozi watu wengi, lakini inawezekana ukawa unaongoza hata familia yako. Lakini unaweza ukawa unaongoza hata marafiki zako katika njia moja au nyingine. Na kama huko kote hufanyi, japokuwa ni ngumu kutokufanya, basi utakuwa unajiongoza hata wewe mwenyewe. Kwa hivyo kila mtu ni kiongozi kwa namna yake. Sasa katika sura hii tutagusia kidogo kuhusiana na uongozi. Sasa karibuni sana katika sura hii ya 18 ya kitabu cha Kutoka. Tusome, lakini kabla ya yote tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mbinguni, Mungu mwenye upendo sana, tunakushukuru kwa muda na wakati huu. Unastahili kupewa sifa za kila aina. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuimbiwa, kupigiwa makofi, na kila aina ya sifa unapaswa kupewa wewe Mungu wetu. Asante sana kwa muda huu. Mungu, wewe ni tumaini. Tunaomba uwe tumaini kwetu. Hebu tunaomba nguvu yako iweze kuingia katika maisha yetu. Hebu kuwa tumaini letu kama ambavyo wewe ni tumaini. Tupe kukuamini, alafu tufariji katika kila jambo. Unapotufariji katika kila jambo, basi tutie nguvu katika shughuli zetu za kila siku. Mahali ambapo anaonekana uvivu, tuondolee uvivu. Mahali ambapo tunaonyesha kukata tamaa, tuondolee kukata tamaa. Simama nasi kama ambavyo ulivyosimama na wana wa Israeli katika safari yao. Basi tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu, tukiamini Roho wako Mtakatifu atakuwa nasi. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amina. Basi msikilizaji, katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 18 anaanza kwa kusema, ndipo Yethro mkwewe Musa akamtoa Sipora mke wa Musa baada ya yeye kumrudisha, pamoja na wanawe wawili. Katika hao jina la mmoja ni Gershomu, maana alisema, mimi nimekuwa mgeni katika nchi ya ugenini. Na jina la wapili ni Eliezeri, kwa kuwa alisema, yeye Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu, akaniokoa na upanga wa Farao.
Basi Yethro mkwewe Musa pamoja na mke wa Musa na wanawe wawili wakamwendea Musa huko nyikani, hapo alipokuwa amepanga kwenye mlima wa Mungu. Naye akamwambia Musa, mimi Yethro mkweo, nimekuja kwako na mkeo na wanawe wawili pamoja naye. Basi Musa akatoka nje ili kumlaki mkwewe, akasujudia na kumbusu. Nao wakaulizana habari, kisha wakaingia hemani. Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtenda Farao na Wamisri kwa ajili ya Israeli, na mambo mazito yote yaliyowapata njiani, na jinsi Bwana alivyowaokoa. Yethro alifurahi kwa ajili ya wema wote wa Bwana aliowatendea Israeli, kwa alivyowaokoa mikononi mwa Wamisri. Kisha Yethro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hao watoke mikononi mwa Wamisri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote, naam, katika jambo hilo walilowatenda kwa unyeti. Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili watendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu, wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami na wajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema. Huna budi, utadhoofika wewe na hao watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri na Mungu awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao, wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe. Kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa 1000, wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Sasa watu wa Mungu, hapa kuna kitu ambacho ningetamani sana tuweze kukifahamu,
kuna mambo machache tulipaswa tuondoke nayo katika sura hii ya 18 ambapo hapo tumemaliza kuisoma. Msikilizaji, Musa alikuwa anaonekana kwamba ni kiongozi mwema kabisa, na kwa cheo cha Musa ambacho alichokuwa nacho, pengine angekuwa ni kiongozi wa leo, mzee wa kanisa au kiongozi wa serikali au na kadhalika, angekuwa ni mtu mgumu sana kuhitaji kupata ushauri kutoka kwa mtu mwingine, kwa hulka tu ya Waafrika walivyofanana. Lakini Musa anaonekana anafanya kazi ambazo ni zinamtesa. Anasimama asubuhi, watu awasikilize matatizo yao, mtu ambaye amegombana na mkewe, mtu ambaye amegombana na rafiki yake, mtu ambaye amepata shida yoyote ile, wagombane, alafu then waje kwake ili yeye atatue. Wakati huo anasubiri kusikia sauti za Mungu ili aweze kuwaambia. Na wakati huo yani kila shauri analifanya yeye peke yake, kwenye wale watu zaidi ya 500,000 ambao yuko nao pale. Kiukweli lile jambo lilikuwa ni gumu, lakini Musa alikuwa anajitutumua kulifanya hivyo hivyo, mpaka pale ambapo sasa anakuja kupewa ushauri na baba mkwe wake, huyu Yethro. Ndiye anamwambia Musa, unavyofanya hivi si vyema, utadhoofika, utakufa bure bwana. Huwezi kusimama kuhudumia watu wote hawa asubuhi mpaka usiku, eti jioni wewe kila saa unaongea nao na wasikiliza shida zao, haiwezekani. Inakupaswa uchague watu katikati yao, alafu hawa watu ndio sasa watatue matatizo, mambo madogo madogo mpaka wa mtu sijui nani kagombana na nani, yanaweza yakatatuliwa na watu wengine wa chini. Sio lazima mpaka wewe kila kitu ufanye wewe. Hapa ndipo sasa Yethro anamshauri Musa, lakini Musa kwa ustaarabu wake anakubali kwamba nimekubali kusikiliza huo ushauri. Lakini msikilizaji, kitu ambacho nilikuwa natamani hapa ni kuangalia aina ya watu ambao huyu kuhani Yethro anao mshauri, aina ya viongozi ambao wanapaswa wawe viongozi kwenye 1000, viongozi kwenye 100, viongozi kwenye 50, viongozi kwenye 10. Watu ambao Yethro anashauri, anasema katika mstari ule wa 19 anasema, sikiza sasa neno langu, nitakupa ushauri na Mungu awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao. Nawe utawafundisha zile amri na sheria, na utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifuata. Zaidi ya hayo, mstari wa 21 anasema, zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo. Kitu cha kwanza anataja uwezo, kwamba kiongozi ni lazima awe na uwezo wa kufanya kazi. Lakini kitu cha pili, wawe ni wacha Mungu. Msikilizaji, mahali popote pale, iwe ni katika uongozi wa nchi, iwe ni katika uongozi wa kanisa, lazima mtu huyu awe mcha Mungu. Lakini watu wa kweli, ni lazima kiongozi awe mkweli. Lakini watu wenye kuchukia mapato ya udhalimu, yani hawa watu wawe si wala rushwa, si watu mafisadi, wachague wawe katikati ya watu. Yani hapa tunapata mwanga ya kwamba kiongozi anapaswa aweje. Kiongozi hupaswi kuwa mtu ambaye unayependa fedha ya udhalimu. Hupaswi kuwa mtu ambaye si mcha Mungu, mtu ambaye huna uwezo. Kwa bahati mbaya siku hizi tunalaumiwa sana, hasa katika mataifa yetu ya Afrika, kwamba viongozi wanachaguliwa kwa njia ya rushwa tu, wengine wanajipachika wenyewe na kadhalika, lakini sio uwezo unaoamua. Lakini Biblia inasema hawa watu lazima wawe na uwezo, lazima wawe wacha Mungu, lazima wawe wachukia rushwa. Yani ni lazima watu wawe na vigezo maalum. Katika mstari ule wa 21 anataja vizuri hawa watu ndio waweke wawe viongozi. Kiongozi hapatikani tu, lazima awe na vigezo maalum: uchaji wa Mungu, uwezo. Asiwe mla rushwa, mtu ambaye anapenda fedha za udhalimu, mzulumati, hapaswi kuwa hivyo. Msikilizaji, Mungu akubariki sana na hili neno sasa ondoka nalo liweze kukutia nguvu na kukufundisha ni namna gani ambavyo unapaswa uwe.
wewe kama kiongozi, jinsi gani unavyopaswa uwe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, amina.